Wana mapambano wa Palestina Gaza waua makomando 5 wa jeshi la Israeli. Wana mapambano 5 wanaopigania ukombozi wa Palestina huko Gaza wamewaua na kujeruhi makomando kadhaa wa jeshi la Israeli katika shambulio la kushtukiza dhidi ya vikosi vya utawala vamizi wa Israeli mashariki mwa mji wa Khan Yunis katika ukanda wa Gaza, kwa mujibu wa shirika la habari la Safa la Palestina likinukuu vyanzo vya Kiebrania. Kikosi maalum cha makomando wa jeshi la Israeli kilivamiwa Ijumaa asubuhi katika eneo hilo na kusababisha askari 5 kuangamizwa papo hapo na wengine kadhaa wamejeruhiwa na hali yao ni mahututi. Makomando hao wa Israeli waliuawa na kujeruhiwa kufuatia mlipuko wa jengo lililokuwa limetegwa kwa mabomu. Shirika hilo liliongeza kuwa helikopta za kijeshi za Israeli zilionekana zikifanya operesheni za uokoaji kwa kasi kubwa, zikiingia Gaza kuwasafirisha waliojeruhiwa. Taarifa zinasema vikosi maalum vya Israeli vilikuwa vinaingia kukagua jengo na punde si punde mlipuko mkubwa ulitokea na jengo liliwaporomokea wanajeshi 12 wa kikosi maalum cha jeshi la Israeli. Shughuli ya kuondoa kwenye kifusi ilikumbwa na ugumu mkubwa kutokana na makali ya mapigano yaliyoibuka. Wakati huo huo, brigade za Al-Qassam, tawi la kijeshi la harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas, limetangaza kufanikisha operesheni aina yake ya kijeshi dhidi ya majeshi ya Israeli katika mji wa Jabali ya kaskazini mwa Gaza. Wamesema walialenga magari ya kijeshi ya Israeli na kusababisha vifo na majeraha miongoni mwa askari wa kivamizi. Al-Qassam imesema imeangamiza kifaru cha jeshi la Israeli aina ya Tiger kwa kutumia kombora la Yasin 105 pamoja na kifaa cha mlipuko cha Shawaz. Katika operesheni hiyo, wanajeshi kadhaa wa Israeli waliuawa au kujeruhiwa. Israeli ilianzisha mauaji kimbari dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 7, 2023 baada ya vikosi vya Hamas kufanya operesheni ya kijeshi dhidi ya utawala huo wa Kizayuni kama jibu kwa ukatili uliokuwa umeongezeka dhidi ya Palestina. Hadi sasa utawala wa Israeli umeshaua angalau wa Palestina 54,677, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na kujeruhi wengine 125,530 kwenye ukanda huo wa Gaza. Katika uvamizi wake wa kikatili, Israeli imelenga miundombinu ya raia ikiwemo hospitali na shule kwa njia inayokiuka wazi sheria za kimataifa. Mwezi Novemba mwaka 2024, mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilitoa hati za kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wake wa zamani wa vita Yoav Gallant kwa mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu huko Gaza. Pia Israeli inakabiliwa na kesi ya mauaji halaiki katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kutokana na uhalifu wake dhidi ya raia wa Palestina kwenye eneo hilo. Vilevile, Israeli imeonya kwamba itaendelea kuishambulia Lebanon hadi kundi la wanamgambo wa Hezbollah litakapoishiwa na silaha. Onyo hilo limetolewa saa chache baada ya Israeli kushambulia kusini mwa Beirut, jambo ambalo viongozi wa Lebanon wameliita kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Novemba mwaka uliopita. Jeshi la Israeli limedai kuwa lilivishambulia viwanda vya Hezbollah vya kutengeneza ndege zisizo na rubani usiku wa kuamkia sikukuu ya Eid al-Adha, mojawapo ya maadhimisho makubwa ya kidini katika kalenda ya Kiislamu. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz amesema kwenye taarifa yake kwamba hakutakuwa na utulivu nchini Lebanon iwapo usalama wa taifa la Israeli utatishiwa. Wakati huo huo, jeshi la Israeli limewataka raia wa kaskazini mwa Gaza kuondoka kabla ya kufanyika operesheni ya kijeshi kuyalenga maeneo ambayo yalitumiwa kurusha rocket hivi karibuni. Wakati huo jeshi la Israeli limewataka raia wa kaskazini mwa Gaza kuondoka kabla ya kufanyika operesheni ya kijeshi kuyalenga maeneo ambayo yalitumiwa kurusha rocket hivi karibuni. Vilevile, waandishi zaidi ya 400 wa Uhispania wamesema kuwa utawala wa Israeli umekiuka sheria za kimataifa na wametoa mwito wa kusitishwa mara moja mashambulizi ya utawala huo dhidi ya Gaza. Waandishi hawa wanaofanya kazi katika nyanja za fasihi ya watoto, vijana na watu wazima wamesema kwenye taarifa yao ya pamoja, tunatoa wito kwa jamii ya kimataifa kufanya kazi kukomesha mara moja mashambulizi haya ya kiholela na kukomesha biashara ya zana za kijeshi zinazotumiwa dhidi ya raia. Waandishi hao wameutuhumu utawala wa Kizayuni wa Israeli kwa ukiukwaji wa mara kwa mara wa sheria za kimataifa na kusisitiza kwamba Israeli inapaswa kuwajibishwa kwa mauaji ya raia na kwamba ni lazima kuchukuliwa hatua ili kuhakikisha kwamba vitendo hivyo vya kikatili kamwe havirudiwi tena popote duniani.
Waandishi hao wa Uhispania wamesema mambo haya hayana uhalali wowote, watoto si wapiganaji, huu si ulimwengu tuliouwazia, huu si ulimwengu tulioutaka. Hayo yanajiri siku chache baada ya baraza la jiji la Barcelona nchini Uhispania kutangaza kuvunja uhusiano wa kitaasisi na utawala wa Israeli kutokana na mauaji ya kimbari yanayofanywa na utawala huo wa Kizayuni kwenye ukanda wa Gaza. Ijumaa iliyopita baraza hilo lilipiga vita ya kuvunja uhusiano wa kitaasisi na utawala wa Israeli na kusitisha makubaliano yake ya urafiki na Tel Aviv hadi sheria ya kimataifa itakapoheshimiwa na kuhakikishiwa haki za kimsingi za watu wa Palestina. Aidha, haya yanajiri siku chache baada ya Jose Manuel Albares, waziri wa mambo ya nje wa Uhispania, kusema kuwa nchi yake haina nia kutoa nasaha kwa yeyote, lakini njia pekee ya kupata amani na kuitambua nchi ya Palestina, kwani ndio njia pekee ya kupatikana amani. Vilevile duru za kijeshi za Marekani zimeliambia jarida la Wall Street Journal kwamba wizara ya ulinzi ya nchi hiyo, Pentagon, imeanzisha uchunguzi wa kina kuhusu sababu za kushindwa Marekani kwenye vita vyake na Wahuti na kudai kuwa kushindwa huko kuna shangaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim, maafisa wakuu wa jeshi la Marekani na wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanachunguza kwa karibu jinsi vikosi vya Yemen vilivyofanikiwa kukabiliana na moja manuari zenye nguvu zaidi duniani. Uchunguzi umeongezeka baada ya jeshi la Marekani kukabiliwa na changamoto ambazo hazijawahi kushuhudiwa katika Bahari Nyekundu kwenye miezi ya hivi karibuni, imesema sehemu moja ripoti ya jarida hilo. Gazeti la Wall Street Journal pia limeandika Pentagon imevitaja vikosi vya Yemen kuwa ni adui mkali baada ya kutokea vita vikali zaidi vya majini tangu vita vya pili vya dunia. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa Marekani ambaye hakutajwa jina, karibu meli 30 za nchi hiyo zilihusika vitani kwenye Bahari Nyekundu tangu mwishoni mwa 2023, ambayo ni sawa na karibu 10% ya meli za kijeshi au za jeshi la wanamaji la Marekani. Afisa huyo pia amesisitiza kuwa Washington ilipoteza kwa uchache dola bilioni 1.5 wakati wa mashambulizi ya anga dhidi ya Yemen. Jarida la Wall Street Journal vile limeandika maafisa wa jeshi la wanamaji la Marekani wamesema kwamba vita vya Yemen vimewapa wanajeshi wa Marekani uzoefu wa vita usio na kifani na ambao hawakuwahi kukumbana nao. Kwa mujibu wa duru hizo, vita vya Bahari Nyekundu vinaangaliwa na Pentagon kama aina fulani ya mazoezi ya hususan kutokana na kuweka uwezekano wa kukabiliana kivita na China. Kwa mujibu wa jarida hilo la Wall Street Journal, Pentagon inachunguza matukio mawili tofauti yanayogongana kuhusu manuari ya Truman ya Marekani ya kubeba ndege pamoja na ndege 3 za kivita zilizoanguka. Katika kipindi cha miezi 5 pekee, manuari ya Truman iliripotiwa kupoteza ndege 3 za kivita zenye thamani ya dola milioni 201 katika vita vyake na vikosi vya Yemen. Afisa mwingine wa Marekani ameliambia jarida la Wall Street Journal kwamba vikosi vya Yemen vimewashangaza wanajeshi wa Marekani kwa ukakamavu wao mkubwa, uwezo wa hali ya juu na maendeleo ya ajabu waliopiga katika teknolojia ya makombora. Afisa huyo wa Marekani pia amesema aina ya mashambulizi ya majeshi ya Yemen pia imebadilika na kuwa kisasa zaidi, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya usiku, kutumia ndege zisizo na rubani na makombora ya kutokea ardhini kupiga zana na vifaa vya angani ambavyo ni vigumu kutunguliwa. Gazeti la Wall Street Journal pia limewanukuu maafisa mbalimbali wa kijeshi wakisema kwamba zaidi ya ndege 12 za hali ya juu za Marekani zimetunguliwa na vikosi vya Yemen. Mwishoni mwa makala yake, jarida hilo la Marekani limefichua kuwa Donald Trump hatimaye alilazimika kukubali kusitisha mapigano baada ya kupata uhakika kwamba mzozo huo haukuwa na maana. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.